Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado ninaendelea kukupa nukta mbalimbali muhimu kabisa katika maisha yako, nukta ambazo zinaweza zikakusaidia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika harakati zako mbalimbali za kimaisha unazopambana nazo. Una ugumu wa mambo unayoyapitia, una dhiki mbalimbali katika maisha zinazokuandama, una mitihani mbalimbali katika maisha yako inayokuandama. Bado naendelea kukupa nukta mbalimbali kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambazo ninaamini kwa juhudi zako utakazozifanya Mwenyezi Mungu atatia baraka katika hizo juhudi zako, yatafunguka mambo yako, zitafunguka kheri zako nyingi, na yatafunguka maisha yako kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama leo nataka nikakupe moja katika njia muhimu kabisa zinazoweza zikafungua maisha ya mtu, hususan yule mwenye ugumu wa riski, hususan yule mwenye ugumu wa mambo, hususan yule ambaye anapitia mitihani mbalimbali, especially mitihani ya kimaisha. Kama tunavyofahamu, kesi kubwa katika ulimwengu wa hivi sasa tuliokuwa nao ni juu ya watu kulalamika ugumu wa maisha, ugumu wa riski zao, ugumu wa mambo yao. Watu wengi wanahangaika juu ya hili tatizo, ingawaje zipo njia nyingi sana, miongoni mwa njia nyingi sana ambazo tupo nazo kwa ajili ya kufungua riski zetu, kwa ajili ya kuepesisha maisha yetu. Wallahi lazima pana njia nyingi sana, ni uwezo wako tu wewe wa kutumia na namna gani utakaa katika kitako na kupambana ili kuweza kuleta wepesi katika maisha yako. Sasa leo na kufunza kuhusiana na Suratu Dhuha. Vipi unaweza ukaitumia Suratu Dhuha katika kukufungulia milango ya baraka zako, milango ya kheri zako, na milango ya neema katika maisha yako. Suratu Dhuha ukiisoma mara 40 kwa muda wa siku 40, yani Suratu Dhuha unaisoma mara 40 kwa siku moja na kwa muda wa siku 40, na katika kila mwisho wa ile 40 unapofika unasoma dua hii: Allahumma atini hatta arda, Allahumma atini hatta arda, Allahumma atini hatta arda. Mara 7 dua hii unaisoma, kisha unamsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallam. Nikufafanulie vizuri ikiwa kama utakuwa haujanielewa. Suratu Dhuha sote tunaifahamu, wadhuha wallaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala, mpaka mwisho wa sura hii. Sura hii unaisoma kwa siku mara 40, muda wowote, wakati wowote, taimu yoyote ile utakayofanikishiwa kupata nafasi kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaisoma kwa siku moja mara 40. Jumla ya siku utakayoisoma ziwe siku 40. Kwa siku unasoma mara 40, zile siku ziwe 40. Na kwa kila siku unaposoma, kila unapofikisha mara 40 unasoma dua hii mara 7: Allahumma atini hatta arda, Allahumma atini hatta arda, Allahumma atini hatta arda. Kisha unamsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda wa siku 40. Miongoni mwa njia ambazo hakuna mashaka ndani yake, zina uwezo wa kwenda kugeuza maisha yako kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zina uwezo wa kukutoa katika shimo ya madhiki, shimo ya tabu, shimo ya misukosuko, shimo ya giza, kukuleta katika mwanga, basi ni Suratu Dhuha, ikiwa utaitumia katika formula hii ambayo nimekupatia hivi sasa. Mimi bado nakwambia, ukikata tamaa basi ni kwa mapenzi yako, ukirudi nyuma basi ni kwa mapenzi yako. Wallahi ninakuapia wewe mwenyewe, kwa juhudi zako utakazozitenda, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kutia baraka katika juhudi zako, na Mungu akakufungulia milango yako ya kheri pasi na kufanya mambo mengine yeyote. Ikiwa umeshafanya mambo mengi sana maskini, bado mambo ni magumu, tumia njia hizi ndugu yangu ninazokupa, utaona maajabu makubwa katika maisha yako, especially katika kurahisisha maisha, kuleta wepesi katika maisha, kufungua milango ya riski, kufungua milango ya baraka mbalimbali unayohitaji, na kutimiziwa baadhi ya mambo yako. Utapewa mpaka utaridhika, wallahi alazim. Suratu Dhuha mara 40 kwa siku, ukimaliza unasema Allahumma atini hatta arda, Mwenyezi Mungu nipe mpaka niridhie, Mwenyezi Mungu nipe mpaka niridhie, Mwenyezi Mungu nipe mpaka niridhie. Ndugu yangu, miongoni mwa mambo yenye maajabu ni haya. Tenga siku zako 40, insha Allahul Karim, fanya maombi haya. Kwa dada zangu, kwa mama zangu, nyinyi najua hamwezi kumaliza siku 40 pasi na kuingia katika ada yenu. Inapoingia katika ada yenu, unasimama kufanya dua hii, utakapomaliza unamalizia zile siku zilizobakia. Mfano, umefanya labda siku 27, ukaingia katika ada yako. Baada ya kuingia katika ada yako, unasubiri zile siku zako, ukimaliza, ukioga, ukitoharika vizuri, unamalizia siku kadhaa zile zilizobakia kutimiza pale siku 40. Hii wewe nenda katumie, ndugu yangu, nenda kafanye haya
alafu utanishukuru katika nafsi yako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sina ninachokihitaji kwako ila ninakuomba tu dua zako. Ukifanya haya na ukafanikiwa, usisahau kuniombea na mimi mja wa Allah dhaifu, mnyonge, maskini, dhalili, sina kitu, ili na mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anijalie nikawe katika waja wake wema, waja wake wazuri. Adalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kuijulisha kheri kama aliyoitenda. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa utayatenda haya, Mwenyezi Mungu akukubalie, Mwenyezi Mungu akupokelee, na Mwenyezi Mungu akujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka kwa idhini yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Salamullahi alaykum wal afwa.